waandishi wa habari, mnastahili sana kuambiwa nyinyi wadukuzi. Kwa nini? Kwa sababu Simba ameposti hiyo picha takriban kama dakika 2-3 zilizopita. Lakini mmekwenda kuangalia. Lakini kwanza mmeangalia picha zimependeza. Wachezaji wa Simba wamelala hivi. Ndivyo sivyo? Ndivyo. Yule aliyopiga picha kwanza anaitwa Labi, mtaalamu wa kupiga picha. Kwa mimi binafsi nimefurahi kuingia katika ukurasa wa Simba kukuta zile picha. Nimewapongeza Simba na mimi kawaida wa siku zote natembelea. Na hii ndio ukubwa wa ukurasa wa Simba, mnatakiwa waandishi wa habari mtembee mara kwa mara ili kujua kwamba Simba wameposti nini. Niwashukuru sana, niwapongeze sana katika hili. Mstari wa muzi wapo chini kuelekea mchezo wa dabi tarehe 25, mchezo wa kiboro cha taifa ambacho kitakwenda kuamua ni nani atakuwa bingwa wa msimu wa 2024-2025, ambapo nyinyi Simba mkiwa ubingwa mnataka mko nafasi ya pili, mnacho alama moja na klabu ya Yanga. Kwako kuletwa kwa waamuzi wa kigeni kwenye mchezo muhimu huu, maoni yako kama mshabiki wa klabu ya Simba ni upi? Kama mshabiki kwanza niwapongeze wahusika kwa maamuzi waliochukua. Wamekwenda kufanya maamuzi kwa mujibu wa katiba, wana mamlaka yao ya kufanya kile ambacho walichokifanya. Kwa hiyo swala la kuleta waamuzi katika ligi sio jambo la ajabu. Ligi namba 1 kwa ubora katika bara la Afrika, Misri, tumeona haya yametokea. Ligi namba 2 kwa ubora Afrika, Tunisia, tumeona haya yamefanyaje? Yametokea. Kwa hiyo kama waliopewa madaraka na mamlaka ndani ya ligi yetu ya NBC wameamua kufanya hicho, kikubwa ni kuwapongeza tuisike. Na binafsi mimi nimepata nafasi kusoma baadhi na kuona baadhi ya maoni ya wachambuzi wa soka. Sasa wapo ambao wanaamini kanuni haijafuatwa, lakini wapo ambao wanaamini kanuni imefuatwa. Wewe ni mchambuzi mdadisi, wewe ni mshabiki mdadisi. Wako unaamini hapa kuna mazingira ya kuvunjwa kanuni hapa? Unajua kuna muda isike. Tumshukuru sana Mungu. Yawezekana kuna jambo linalotokea kuja kutofautisha. Lakini isike niseme jambo moja kidogo. Kanuni imezaliwa kutoka kwenye katiba. Katiba inaanza, ikishaanza katiba kuna sehemu tunakwenda kudadavua, kwenda kutengeneza kanuni. Watoto wa mjini wanasema kuongeza nyama. Ibara ya 75 katiba ya TFF iko wazi. Imewapa mamlaka na madaraka kamati ya utendaji ya TFF kwenda kufanya maamuzi. Sasa kumezaliwa swali jipya kutoka na hilo Mikoi. Watu wanaamini sasa kama tumebaini mchezo wa Simba na Yanga unahitaji kuwa na waamuzi wa kigeni, basi iwe rasmi michezo yote ya Simba na Yanga isiwe na waamuzi wa ndani. Ndio watu wanaamini hivyo. Huu utamaduni usiishie kwenye mechi ya tarehe 25. Wewe kwako unasema nini? Moja, mimi naungana nao. Kwamba dabi sisi tunawazaa tena. Mimi moja naungana nao. Lakini naungana nao baada kuona namna ambavyo hao walivyoletwa wanakwenda kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Isike dabi hizi zina mambo mengi. Niwaambie Watanzania. Kuna muda mwingine tunaweza tutakatamka neno dabi kiurahisi tu. Mashabiki 75 wa Al Ahly Misri walitangulia mbele ya Mungu. Nafsi zilipotea kwa sababu ya dabi. Na ndio maana hii leo mimi binafsi nilipata bahati ya kwenda Misri. Nilitembelea Al Ahly. Ukiangia pale kwao mwisho katika ukuta, kama unataka kwenda uwanja, mkono wa kushoto kuna bango kubwa la ukuta limewekwa kumbukumbu ya wachezaji 75 waliokufa kwenye nini? Kwenye dabi. Mashabiki. Yes. Na ndio maana hii leo Al Ahly ukiona wanavaa namba 75 kwenye mazoezi, ni kumbukumbu ya kuwakumbuka mashabiki wao waliopoteza uhai kwenye mechi za dabi. Kwa hiyo dabi inaweza ikaleta mtafaruku kwenye nchi. Dabi inaweza ikasababisha watu wakapoteza maisha. Dabi inaweza ikasababisha watu kwa maskini kwenye nchi. Na kuna muda wataalamu, kuna maneno wanasema viashiria. Yawezekana waliopewa dhamana wameona kuna viashiria. Sasa kabla havijatokea, baki kodi wewe, tulia. Viashiria vya nini tunakuangalia huku? Nchi ijue. Unakumbuka mechi ya kwanza Simba na Yanga? Ipi ya tarehe 8? Mechi ya kwanza ya Simba na Yanga. Mwamuzi mdogo wangu. Unaikumbuka? Na vizuri tu. Malalamiko ya mwamuzi yalikuwepo hakuwepo? Yalikuwepo. Ndio viashiria. Ili kuondoa malalamiko ya mashabiki, wenye mamlaka wameamua kufanya hivyo. Na kwenye football cha ajabu hamna. Nimetoa mifano iliyokuwa hai. Kama kuna mwamba anaweza kubisha aje hapa abishe, tuweke mdaro. Football ni mchezo wa wazi, kanuni zipo, katiba zipo.
Sio unarukia tu vipaza sauti unasema haijawahi kutokea. Kwa nini unaleta? Waliofanya wana mamlaka kwa mujibu wa sheria 75. Kanuni hiyo. Sheria katiba hiyo chefe. Okay. Sio kanuni hiyo. Okay, hayo sheria ya football. Sasa kwa hiyo kwa ujumbe kuletwa uamuzi wa kutoka nje ya nchi, tafasiri tunapigilia msumari kwamba nchi hii haina waamuzi wenye daraja la kuchezesha mchezo wa Simba na Yanga kutoka sasa, si ndio? Isike. Mimi katika watu nakukubali sana Isike. Na tunapokwenda kuuliza maswali dhamira na nia, Watanzania wapate kufanyaje? Kufahamu na kuelewa. Isike 2027 tunakwenda kwenye mashindano ya AFCON Tanzania. Mwakani tunakwenda kwenye mashindano ya AFCON Morocco. Waamuzi wengi waliochaguliwa kuchezesha yale mashindano ni waamuzi kutoka Misri. Leo hii Isike, katika swali lako kabla sijajibu, dabi ya Misri haichezeshwi na wa Misri. Waamuzi wa Misri kuto kupewa nafasi kwenye dabi kuchezesha ya Misri, tunakubaliana mimi na wewe kwamba hawana uwezo kuchezesha mechi Misri? Mimi nakuuliza swali wewe. Wewe tulia Isike, wewe sikiliza Isike. Sikiliza. Leo mimi niko vibaya. Na kama unaletea mambo yako utafunga maiki zako utaondoka. Ngoja Isike. Ngoja Isike. Unataka kuongea mimi utaki? Nataka kuuliza swali. Mtazima maiki zenu sasa hivi. Jibu swali kwa wananchi, sio kwa Isike tena. Nitakukataa. Jibu swali kwa wananchi. Step by step. Nilichosema. Umesemaje? Dabi ya Misri inachezeshwa na nani? Waamuzi gani? Wa nje ya Misri. Tunakubaliana kwamba waamuzi wa Misri hawana uwezo. Dabi ya Tunisia inachezeshwa na nani? Kama ligi namba 1 kwa ubora katika bara la Afrika, ligi namba 2 kwa ubora katika Afrika, namba 1 wa Misri, namba 2 wa Tunisia, wanachukua waamuzi kutoka nje. Why Tanzania ligi ya 4 kwa ubora katika bara la Afrika? Swali langu liko hapa. Je, hatuna waamuzi bora? Wenye ubora kutoka. Tunao waamuzi bora? Akina nani? Alajige si nani? Mimi mdangeleko najua. Tunao, na ubora wao umesababisha wanakwenda kuchezesha mechi wapi? Nje ya nchi. Wamechaguliwa katika mashindano ya AFCON. Haina maana kuletwa katika waamuzi kwamba sisi hatuwaamini. Tunawaamini. Okay. Lakini kujifunza sio dhambi. Okay. Sugu, tukibaki hapo kwa waamuzi, umezungumzia Misri, Tunisia na Saudia wamechagua 90% ya mechi zao. Tunaweza kusema kwamba waamuzi wa Misri na Tunisia wameshindwa kutengeneza, ni bora lakini wameshindwa kuchezesha dabi zao. Tunaweza kurudi kwa Tanzania. Neno kushindwa unasema wewe. Ukisoma kifungu nambari 75, kasome kifungu cha 8 yake cha chini. Waandishi msinipe wakati mgumu mimi. Kuna vitu vingine mnisaidie. Kujifunza sio dhambi. Kwa wanakuja kutufundisha waamuzi wetu ndio wanakuja. Kuna muda waamuzi wetu wana haki ya kujifunza na waamuzi wao na haki ya kujifunza. Swali moja nikuulize. Hivi unakubali kuna wazungu sasa hivi Muhimbili wanasoma? Sasa Bikoi, uzuri kwamba umeeleza kwa kina namna ambavyo kwako wewe unaona ni fursa kwa waamuzi wetu kupata darasa kubwa kutoka kwa waamuzi wa nje. Langu hili ni la mwisho kabisa. Sawa. Nafasi ya ubingwa kwa klabu ya Simba kuelekea tarehe 25. Wewe unaiona wapi? Kwanza nipongeze sana Simba Sports. Niwapongeze wachezaji wa Simba. Nipongeze management ya Simba. Niwapongeze mashabiki wa Simba. Mimi binafsi Simba bingwa. Asante.